namba ya bahati. Rakamul adhi. Tunakwambia rakamul adhi, namba ya bahati, kwa sababu historically inaonekana hivyo. Kuanzia mwaka 2014 mpaka leo hii tunavyozungumza. Ni katika scenarios karibu 4 zimetokea timu inatangulia bao moja first leg, then inaenda inapata matokeo yanayosababisha wao waweze kuprogress. Mara moja tu Mazembe ndo amezingua, lakini mwaka 2014 15 nimesema ilikuwa ni Al Ahly alifungwa bao 1-0 na Orlando Pirates katika dimba la Orlando Stadium. Akaenda second leg Orlando Pirates akashinda mabao 4-3 katika dimba la Suez Canal. Malik Evuna ambaye alikuwa anacheza katika kikosi cha ni mshambuliaji kutoka katika kikosi cha Al Ahly kwa wakati ule, alifunga mabao 2, alitanguliza Ahly mabao 2. Baadaye Orlando akafanya comeback na kushinda mabao 4-3. Ikawa ni kwa mara ya kwanza kwenye historia ya Ahly kuweza kutanguliwa mabao 2 na kuchomolewa na kufungwa katika dimba la nyumbani. Nafikiri umepata kitu. Lakini mara ya pili ilikuwa 16-17. Hiyo ilikuwa ni Mazembe hao walitangulia bao 1-0 dhidi ya FUS Rabat ya Morocco katika dimba la Stade de Mazembe. Wakatoka hapo wakaenda Morocco, wakatoka sare ya bao 0-0. Wote hao wanashinda bao 1-0 kama ambavyo Simba ameshinda, na mara ya tatu ikawa mwaka 2018-19. Umeelewa? Zamalek alishinda bao 1-0 katika dimba la Beja la Arab dhidi ya Ekwado Sahel ambao ana historia nayo ya kumpiga kichapo kikubwa zaidi mwaka 2016 akimfunga 5-1. Lakini 5-1 of course. Kwa hiyo anafika pale anashinda 1-0, watu wakasema Zamalek anaenda kupotea Tunisia kama kawaida yake. Akatoka sare ya bila mabao. Si unanielewa? Alozingua ni Mazembe peke yake. Msimu 2021-22 alishinda bao 1-0 katika dimba la Stade de Mazembe pale Morocco, lakini akaenda akapoteza kwa mabao 4-1 dhidi ya, ikawa ni kipigo miongoni mwa vipigo vikubwa zaidi katika hatua, akawa amevunja hiyo. Kwa hiyo kwa Simba naona hii rakamul ardhi inaenda kutokea kule Durban. Basi na shaka rakamul ardhi. Lakini mind you, wachezaji wa Simba watumie nafasi. Umeelewa? Wachezaji wa Simba watumie nafasi kwa sababu Simba inaongoza kwa kutengeneza nafasi nyingi, lakini Simba ndio inaongoza kwa kupoteza nafasi nyingi. Nafasi 26 wamecreate, nafasi 20 wamezipoteza. Na leo nafikiri umeshuhudia nafasi ambazo zimepotea za wazi. Janja Lea huwa anashindwa kufunga, Steve Dese Mukwala anashindwa kufunga. Attempt ambazo zimekuwa zikifanywa leo 4 on target, moja ndio imezalisha bao. Ni kwa timu kama Simba sio wastani mzuri. Lakini kwa upande wangu mimi ukiniuliza nani nampa nafasi, by the way Simba anamuona rakamul ardhi inaenda kutokea hapo. Kiufundi ina afya hii kwa mnyama. Utatumia nafasi alafu bado unapata bao moja na bado cheza hiyo mechi ya ugenini. Of course haina afya. Na ndio maana timu nyingi ambazo zimeshindwa kutumia nafasi msimu huu zimeondoshwa kwenye michuano. Of course Al Masry, umeelewa? Zamalek mwenyewe ameondoshwa, umeelewa? USM Alger mwenyewe pia ametengeneza nafasi nyingi, sasa hivi ameshindwa kutumia nyingi zaidi kwenye zile timu ambazo zimeshindwa kutumia nafasi, ameondoshwa kwenye michuano. Kwa hiyo Simba Sports Club wanabidi ajiangalie kwa sababu timu ambazo hazitumii nafasi zinaondoshwa kwenye michuano. Si unaelewa? Kwa hiyo ukiniuliza kwa swali hilo haina afya. Lakini ukiniuliza kama Simba ana nafasi ya kuprogress, ina afya. Lakini by the way kuna kitu sijagusia. Hawa Stellenbosch sawa wagumu kuruhusu bao, lakini pia safu yao ya ushambuliaji sio hiyo ya kutisha hivyo, kwa sababu katika hiyo michezo yote, katika michezo 4 ya knockout ambao hawajaruhusu bao, wamefunga mabao 3 tu. Manake walifunga 1-0 tai zote mbili dhidi ya Mamelodi Sundowns kwenye MTN nusu finali, wamefunga bao 1-0 katika dakika 180 dhidi ya Zamalek. Kwa hiyo Simba ana kibarua cha kudili na hiyo safu ya ushambuliaji ambao haifungi mabao mengi. Kwanza asiconcede bao katika mchezo wa pili, sawa? Lakini akishaweza kuzuia asiconcede bao, lolote linaweza likatokea. Sawa. Natamani kufahamu Stellenbosch ambaye tumemshuhudia leo hapa Amani Stadium. Anatofautiana na Stellenbosch ambaye tutakwenda kumshuhudia akiwa kwenye ardhi yake ya nyumbani. Anacheza vipi akiwa kwake? Of course Stellenbosch msitegemee mabadiliko makubwa sana kutoka kwake. By the way, ni timu ambayo ina sura mbalimbali kama nilivyotoka kukwambia. Ni timu ambayo ina uwezo wa kukushambulia kwa counter attack kwa sababu wana wachezaji ambao wana uwezo wa kufanya hivyo. Fullback ambaye naona mchezaji ataenda kubadilika sana ni Fawaz Bazadin, yule fullback wa kushoto. Ni mchezaji ambaye ana threat kubwa kwenye counter attacks, pamoja na Divan Titus, wana kasi ya hatari hawa jamaa. Kwa hiyo inawezekana Simba wakaendelea ku-maintain ile uwezo wao wa kumiliki mpira away, lakini inaweza ikawa threat sana, kwa sababu nafikiri hata leo umeona jinsi ambavyo Stellenbosch wakifika lango la Simba wanapokuwa na hatari. Manake ile attacking play yao kuna kitu unaonekana kama wanaweza wakakitengeneza
Kwa hiyo wanavyokuwa kwao inakuwa maradufu. Simeelewa kwa sababu hata Zamalek nafikiri alienda kwa surprise away, lakini ni katika mfumo huo wanakusurprise. Kwa hiyo Simba wanaweza kukutana na kipindi cha kuwa surprised dhidi ya hawa Stellenbosch, lakini kusema kwa ujumla wabadilike kiuchezaji sio sana, kidogo tutakuwa ni watakuwa wanajaribu zaidi kuzilinda, lakini watakuwa wanajaribu kutengeneza nafasi na hawa wana uwezo wa kufunga, lakini kukosekana kwa mshambuliaji wao muhimu ambaye ni Ashley Kupido kwa upande wa Simba kidogo inakuwa na nafuu, japokuwa hajafunga bao lolote kwenye hii michuano, lakini kwenye Betway Premiership wamefunga mabao 5. Kwa hiyo by the way naona Simba anaenda kukutana na mechi fulani ambayo haitotofautiana sana na mechi ambayo amecheza hapa Amani. Natamani kufahamu pia kwenye safu ya ulinzi sasa eneo la goalkeeper pale. Huyu si mzuri sana kwenye kuyazuia haya mabao. Lakini Simba kashinda kupata walau mawili, kapata bao moja. Na pengine tukamshuhudia mchezo unaofuata mlinda mlango namba 1 akiwa golini kama itatokea. Pengine haiwezi kuongeza ugumu zaidi kwa Simba. Wajua Jadu, unauliza maswali ambayo yapo kwenye akili yangu. Miongoni mwa watu ambao waliipa nafasi Simba kupata mabao ikitokea Stellenbosch wamemkosa mlinda mlango wao Sage Stevens ambaye pia ni captain. Niliamini mimi kwa sababu Masuluke nilikuelezea katika mabao 5, yani kichapo kikubwa zaidi ambacho wamereceive msimu huu mzima. Maana hata kwenye Betway Premiership hawajafunga mabao 5-0. Wao ndio wamefunga mabao 5, lakini kufungwa wao mabao 5 haijawahi kutokea. Masuluke alifanya blunder katika mabao 4. Simeelewa yeye peke yake, yeye makosa yake, na akampa nafasi hata huyo Paul Valere Basene kufunga Grace kwa mara ya kwanza kwenye michuano ya CAF. Aliwahi kucheza na Pape Osman Sako kule Tengwe. Ni kwa sababu ya blanda ya huyu Masuluke. Lakini kukosekana kwa Sage Stevens haikuwa na faida sana kwa sababu Simba wamefunga bao moja. Nilitegemea kuona labda wanaweza wakatumia opportunity kwa sababu kuna mpira mmoja ulifanyika, attempt moja nafikiri ya Eli Mpanzu aliutemea ndani, lakini hakukuwa na mchezaji wa Simba ambaye amefanya movement kwenye eneo la mabeki wa kati. Kwa hiyo kama kungetokea kuna mchezaji ambaye amefanya movement kwenye lile eneo la box la ndani la 6 yard box pale, maybe wangeweza kukutana na ule mpira na kuweza kuscore kama ambavyo walifanya RS Berkane, lakini mwisho wa siku haikuwa hivyo. Kwa hiyo kama katika mchezo wa marudiano Sage Stevens atatambulishwa mchezoni, tafsiri ya haraka ni kwamba kwenye eneo la ulinzi watakuwa wamekamilika, kwa maana kazi ya Simba itakuwa ni kubwa maradufu kuliko walivyocheza leo, kwa sababu yule pia kumbuka sio tu mlinda lango, pia ni captain wa kikosi. Amecheza michezo mingi sana, ameruhusu mabao katika mechi 2 tu umeelewa alizocheza kati ya mechi 7. Kwa hiyo haraka unaelewa kwamba ni mlinda lango wa namna gani. Kwa hiyo anaelewana vizuri na safu yake ya ulinzi, atakuwa ana communicate nao, anajaribu kuwa direct, kuwaelekeza, na mwisho siku inaweza ikawa na faida kwa upande wao. Lakini Simba haendi kutafuta mabao kwa sababu analo, anaenda kujaribu kuzuia asiconcede mabao. Yeah, kabla bote hajatoa tumaliza swali la mwisho. Unadhani nini kifanyike kwa mnyama mechi ya marejeano? Mechi ya marejeano, jambo la kwanza la kufanyika, inajulikana mpira wa Afrika, ukishafunga bao mechi ya pili, jambo la kwanza kabisa kufanyika asiconcede bao. Hilo ni la kwanza, asiconcede bao. Jambo la pili, ikitokea kuna nafasi, kwa sababu mechi za away mara nyingi nafasi hazitengenezwi nyingi kama za nyumbani, kwa sababu ya kujaribu kuzuia usiconcede bao. Ikitokea nafasi, Simba Sports Club, hakikisheni mnatumia nafasi zinazopatikana. Hakikisheni, kwa sababu unavoshindwa au unavopoteza zile nafasi unamtengenezea confidence mpinzani wako wa kujaribu kukupush ili yeye sasa aweze kutengeneza nafasi ambazo wewe unazipata unazipoteza. Kwa mambo mawili ni muhimu sana, kwa sababu Simba ana karata moja tu iliyobakia ya dakika 90 kule Durban. Kwa hiyo kitokea na hiyo ameshindwa kuitumia akaidondosha, automatically itakuwa ni pigo kubwa. Kwa hivyo ni vitu viwili vya msingi sana. Vingine vya kiufundi Fadlu Davis anajua, sababu amekutana na wajua Stellenbosch, amewahi kuwafunga 1-0 kama alivyowahi kuwafunga sasa hivi mwaka 2022. Kwa hiyo sina cha kumshauri Fadlu, lakini hivyo vitu viwili ni vya msingi sana kuelekea katika mchezo wa marejeano. By the way, mimi nikushukuru sana bwana Heavyweight. Asante sana top presenter. Asante sana Heavy Fundi.